Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni zoezi la ubandikaji wa stika kwenye bajaji zinazopatikana manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Zoezi linaloendeshwa na Twintech ambao wanapatikana hapa manispaa Mtwara Mikindani, ambao ni wauzaji wa vifaa vya electronic. Leo tumeshuhudia wakifanya mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kubandika stika hizo, lakini pia wamewapa t-shirt, kofia, na bila kusahau wamewapa pia na reflector kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika kazi zao za hapa na pale. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumehudhuria kwenye hafla hii ambayo mgeni rasmi ni naibu meya wa manispaa Mtwara Mikindani, Mheshimiwa Sixmont Dungu, ambaye pia ni diwani wa kata Majengo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment sehemu yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Lakini wakati huo pia tumemsikia waziri wa vijana, lakini pia mbunge wa jimbo la Mtwara mjini, Mheshimiwa Joel Athana Nauka, akizungumza kwa njia ya simu na kuzungumza na vijana. Twintech bomba si bomba. Tuko live hapa, tuko na Mheshimiwa Joel Athana Nauka, mbunge wa Mtwara mjini, lakini waziri wa vijana, na nyinyi vijana wa bodaboda mko hapa na bajaji. Akasema ni vyema basi aungane nanyi kwa ajili ya kuwasalimia angalau kwa simu. Mheshimiwa Waziri, habari za muda huu? Jema, Mheshimiwa Meya, habari ya Mtwara? Mtwara tuko salama kabisa. Kwa hiyo niko na vijana wa bodaboda, naomba uwasalimie, uzungumze chochote ili tuweze kuendelea na itifaki zingine. Mheshimiwa Waziri, karibu. Asante sana Mheshimiwa Meya. Kwanza mimi nichukue nafasi kumpongeza sana mkurugenzi wa Twintech ambaye alikuwa mpambanaji tangu ameanza chini mpaka tunamwona sasa anapiga hatua kubwa hivi, na sisi pia tunajivunia, na kikubwa amekumbuka watu wake, amekumbuka alikoanzia, na ndio maana leo pia makusanya zake. Kwa hiyo Twintech hongera sana, na jambo hili na mimi litaendelea pia kwa ajili ya kuendelea kugusa maisha ya watu. Lakini kingine nimeona tunawakaribia, nilijua leo mnakutana hapo, nitoa taarifa. Kwa hiyo niwasalimie, niwatakie kila la heri kwenye tukio lenu, lakini yako machache ambayo ningependa kuyazungumza. Juzi tulikuwa tuna mkutano wa bodaboda wa kitaifa ambao viongozi wa Mtwara bodaboda walikuwepo, mapema na Misambonde, na tulizungumza mambo mengi sana pale, tulikuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini kati ya mambo ambayo niliyafanya, niliwaambia wale viongozi wa bodaboda wajifunze kitu, kwa sababu kuna jambo ambalo nilikuwa nimejaribu kuanza kufanya nao, nikanao vikao takriban 3 mpaka sasa hivi, kuona namna tunaweza kutengeneza umoja wenye nguvu, lakini tukawa na chanzo cha kifedha, hata kuwa na SACCOS yetu wenyewe, ambayo mimi nitaweka nguvu pia katika SACCOS ili bodaboda wasioandika pia kuwa na mikataba ile ambayo ni migumu kutafuta pikipiki, badala yake wao wanaweza kupishana wenyewe bodaboda kwa wao kwa gharama ambayo ni nafuu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo ningependa sana kulikumbusha na kulisisitiza tena. Nataka tuone tunaweza pia kuleta hiyo program upande wa Mtwara. Kwa hiyo itakapokuja, niliomba tuwe na ushirikiano, na mimi nikuona kwamba hii kazi inaendelea kwenye kazi ya heshima, lakini pia inabadilisha maisha yetu. Mimi nachoweza kuahidi ni ushirikiano, tutaendelea kushirikiana, na pale mtakapoona kuna jambo lolote, basi ofisi yangu iko wazi, na mimi mwenyewe nitakuwa tayari pia kushirikiana. Ninawashukuru sana kwa kuendelea kunisapoti tangu kipindi cha kampeni mpaka nimekuwa mbunge, na sasa Mwenyezi Mungu amenijalia nimekuwa waziri. Niseme tu bila nyie nisingeweza kufika hatua niliyofika sasa hivi. Nawategemea sana, na naamini tukiwa pamoja mimi na nyie, basi tutaendelea kujipatia mabadiliko katika maisha yetu pia. Asante sana Mheshimiwa Meya. Nakushukuru sana Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Waziri wa vijana, vijana wamekusikia, na sisi tunakutakia kila laheri. Basi tumepokea salamu zako, tukuombe sasa tukuache kwenye line uendelee na majukumu mengine. Asante sana. Nakushukuru sana. Asante sana. Awali ya yote, baada ya mazungumzo haya, naomba nijitambulishe. Mimi naitwa Sixmont John Lungu, naibu meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani, naibu meya ambaye nimepindukia awamu nyingine, lakini na historia na kombe la unaibu meya Tanzania nzima, naibu meya kijana peke yangu. Hata kama nimezeeka, lakini ndo kijana peke yangu. Ukienda kwenye halmashauri zingine, bro, sehemu zingine unakutana mamea lazima anakuwa babu hivi, alafu uchumi the giant fulani hivi, lakini hapa kama kawaida nimeingilia mlango huu hapa mdogo mdogo tu hapa chap naingia. Ni mambo hayo imeingia. Vijana wewe.
Lakini baada ya kuyasema hayo kwa utangulizi, nimpongeze ndugu yangu Kurwa Hisa, mkurugenzi wa Twintech, kwa kuweza kuona kuna umuhimu wa kuwakusanya vijana, kukaa nao pamoja, kufurahi pamoja, kusherekea pamoja, ikiwa pia ni kuona namna gani tunaupokea mwaka mpya, mwaka 2026 kwa mipango mikakati mizuri ambayo inaweza kutunufaisha sisi kama vijana. Kama ambavyo salamu zimetolewa na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mtwara, Mheshimiwa waziri wa vijana, mmeona iko mikakati mingi inayohusiana na ishu nzima za bajaji na bodaboda. Kikubwa sisi kama vijana tunachotakiwa kufanya ni kusimamia yale ambayo tunayapanga wenyewe. Kuyasimamia yale ambayo tunayapanga wenyewe, tuhakikishe yanaweza kutekelezeka kwa mafanikio katika mwaka huu wa 2026. Tunajua walio wengi wana vyombo ambavyo wanatumia kwa maana ya bajaji au bodaboda ambavyo ni za matajiri, kwa maana yeye ni dereva tu anapeleka hesabu kwa mwenye chombo chake. Lakini mpango mkakati wa waziri wa vijana, mbunge wa jimbo la Mtwara mjini, Joel Athana Anauka, anatamani kuona kila kijana wa Mtwara mjini, japokuwa kwa hatua za uchache, hatuwezi kumaliza wote kwa wakati mmoja, lakini angalau kila mmoja aweze kushirikishwa naye ashiriki kwa kutumia nguvu zake kuwafikisha kwenye taasisi za mikopo, ama nyinyi wenyewe kuunda kikundi ambacho kinaweza mkakopeshana mmoja mmoja kwa awamu kadiri ambavyo itawezekana, ili tuweze kufikia, tunapofikia 2030 basi angalau watakuwa wamepatikana, kama sio watatu wanne, vyovyote vile Mwenyezi Mungu atakavyokuwa amebariki, lakini angalau kila mmoja awe na uwezo wa kumiliki bajaji ya kwake ama bodaboda ya kwake. Kwa majina naitwa Kurwa Hisa bin Ali, ni mkurugenzi mkuu wa Twintech Group. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika mpaka muda huu. Tulikuwa na hafla fupi na ndugu zangu, wateja wangu, watu ambao wanaisupport kampuni yetu mpaka kufikia hapa. Kama kiongozi wa Twintech nilifikiria kwa muda mrefu watu wa Tanzania wenzangu wamenisapoti, nikasema nirudishe fadhila kwa jamii. Ndio nikaja na concept yangu ambayo inasema bring back to the society. Hii bring back to the society, tunajua jamii ina uwanda mpana, lakini sisi kama Twintech tumefanya shughuli yetu au hafla yetu tangu asubuhi tukishirikiana na vyombo vya habari mbalimbali. Tumekuja tumebandika stika kwenye mabajaji, lakini pia tumefanya shughuli za kutoa mahitaji kwa wenye uhitaji. Tumetembelea kituo cha watoto yatima ambacho kinapatikana Ligula nyuma ya TRA. Tumewapa vitu tofauti ikiwemo na madaftari. Tunajua hii Januari kuna watu ambao hawajiwezi, lakini pia nitoe lai kwa vijana wenzangu au kwa watu ambao wanamiliki kampuni, hata kama ni ndogo, unaweza kutoa pale ulipobarikiwa, kwa sababu kutoa kuna baraka zaidi kuliko kuingiza. Lakini pia tumepata neno la shukrani au la kutuhamasisha kutoka kwa waziri wa vijana, amesamini na kuitambua hii kampuni yetu ya Twintech Group. Na sisi tunahamasika tukiona serikali ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kupitia waziri wake ametusupport na ametupa neno la faraja. Naitwa Robert Innocent alimaarufu Mwalama Chiefs. Kazi yangu dereva bajaji. Sisi tunapenda kumpongeza kwa kijana mwenzetu kutoka alipotoka, sisi tulikuwa naye mpaka ufika alipofikia hapa. Ni jambo la kushukuru sana. Na sisi tunachokipenda katika maisha, tunapenda mtu ambaye anatambua wajibu wake na kazi yake, kwa sababu mafanikio hayaji kwa kukaa, mafanikio yanakuja kwa kutafuta. Tunapenda kumpongeza sana kwa sababu ametuonyesha mfano kwamba ukipambana unaweza, na kuweza maisha sio kukaa nyumbani, ni kupambana. Kwa majina naitwa Mshamu Ali, ni katibu wa chama cha waendesha bodaboda na bajaji mkoa wa Mtwara. Tarehe 6 tulitoka tulienda Dar es Salaam, tulikuwa na kongamano kubwa sana. Lile kongamano lilikuwa linajumuisha madereva pikipiki na bajaji, ilikuwa inajumlisha wa machinga na kundi lingine mamalisha. Ingawa mamalisha wapo kwenye machinga, lakini kama waliwekewa kundi lao hivi. Lakini kikubwa zaidi kwenye ile kongamano
ilikuwa tunapeleka changamoto zetu kwa waziri mkuu ili kuangaliana zitatuaje, lakini yote tulikubaliana mambo mengi, lakini kwenye tulikubaliana moja, waziri mkuu alituambia kwamba atawaambia wizara husika ili bajaji na pikipiki pindi zitapokamatwa kwa makosa ya kawaida ya barabarani, basi watapotozwa faini waachiwe vyombo vyao viendelee kufanya kazi huku wanatafuta ile pesa ya kulipa faini kama wanavyofanya magari na vyombo vingine. Maana yake kwamba chombo kisishikiliwe kiachio kinafanya kazi ndani ya wiki moja, dereva alipe faini yake. Lakini pia kuna mambo mengi tuloyazungumza na kuna makubwa mengi Mheshimiwa Waziri Mkuu ameahidi kutusimamia. Na mtazamaji wa Faida Online TV, hiki kilichofanywa na Twintech ni kuigwa. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV.